wetu hapa, shehe wetu kazungumza mambo mingi yenye faida yaliyokuwa mazuri, na maneno yakiwa mazuri hubaki kuitwa bikalimatin tayyibati, ndio sifa maneno mazuri. Katuleta katika wajibu ambao kila mmoja unapaswa kumwajibikia kwenye maisha yake, kutafuta elimu. Wakati wa Imamu Ahmad bin Hanbal kulikuwa kuna kijana aliyetamani aingize taaluma katika maisha yake. Alitoka mji wake aliokuwepo mbali sana kuja kutafuta elimu katika mji ambao Ahmad bin Hanbal yupo. Alipofika ndio Ahmad bin Hanbal kafungiwa, haruhusiwi kusomesha. Ndani ya miaka 5 hapaswi Ahmad bin Hanbal kusomeshwa. Kijana akatafuta rai gani nifanye mimi nimfike Ahmad bin Hanbal, lengo niweze kutafuta elimu. Akamfika, akafanya rai, akaruka ukuta wa Ahmad bin Hanbal, akafanikiwa kuingia ndani. Ahmad bin Hanbal amuona mtu kaingia nyumbani kwake, akashtuka. Ndio, umewezaje kuingia ndani? Umefanyaje mpaka ukaingia? Ambia mwalimu, mie nimehangaika, nimekopa, nimehangaika, nimeazima, nimekaa na njaa, nimeshinda na njaa mpaka nikafanikiwa, nikafika hapa nilipofika. Ambia umefuata nini? Ambia nimefuata elimu, nahitaji nije ni kwako nikisoma. Ambia mimi siruhusiwi kusomesha. Na hapa ulipokuwepo, utakapoonekana, utakapokamatwa, uende ukachukuliwa hatua kubwa, ukafanyiwa mambo makubwa mazito. Ambia nifanye nini ili nije kwako kuchukua elimu? Amwambia nenda, rudi, kakae, fikiria, waza njia gani ufanye uje ukichukua taaluma kwangu. Kijana anakwenda anafikiria, anaumiza akili, njia gani nifanye nini nikachukua elimu kwa Ahmad bin Hanbal. Kijana anajifanya mwenda wazimu, chizi, mwenye kuombaomba. Anafika kwenye geti la Ahmad bin Hanbal, anaomba. Wanaona huyu ni mtu kaja kwa Ahmad bin Hanbal kuja kuomba, wanamruhusu, anapita, anakwenda kwa Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal anambia, kijana umekuja? Ambia naam, nimekuja. Amwambia kadha. Anachukua elimu, anakwenda. Siku ya pili anafanya taratibu ile ya kuombaomba chizi mpaka kwa Ahmad bin Hanbal, anachukua elimu, anarudi. Kijana anasoma, akishaona tayari nimepata hadithi 10, 15, 20, anakaa anazifanyia kazi. Anakata kwa kipindi, hendi kuchukua, anazifanyia kazi, baadaye anarudia tena vile uchizi mpaka anafanikiwa kuchukua taaluma kwa Ahmad bin Hanbal. Hii ni shida ya watu ambao jinsi gani walifahamu umuhimu wa kutafuta elimu, umuhimu wa kuishi katika mazingira ya kuingiza kwenye akili yako. Lakini vile elimu haihitaji maaswi, elimu haikai sehemu chafu. Ikawa wewe unatafuta elimu, lakini wakati huo unamuasi Allah. Unapotafuta elimu unamuasi Mwenyezi Mungu, elimu haikai. Ash-Shafi'i alipoteza nuru kwa kuona undi tu wa mwanamke. Anafika kwa mwalimu wake Ahmad bin Hanbal. Ash-Shafi'i alikuwa na uwezo, anaposoma anafungua kitabu, upande wa huu na upande huu wote anauchapa kwa dakika moja, unaingia katika ufahamu wake. Ndani ya wakati mmoja, huu upande wa pili na huu wote anauchapa na unaingia katika ufahamu. Anafika kwa Imam Malik, anasoma, aona hifsi yake imepungua, si hifsi ya kawaida, tofauti na uwezo wake ambao anahifadhi mwanzo. Imam Malik akamwambia, acha maaswi. Unaweza ikawa unasoma ufahamu, lakini kumbe unachokiendekeza kwenye maisha yako ni maaswi, ndio maana elimu haiingii. Unapomwasi Mwenyezi Mungu alafu ukahitaji pale upate taaluma haikai sehemu hiyo. Lazima hifsi yako itakuwa ni ya chini. Kwa hiyo wazee wangu waliozungumza shekhe wetu hapa, mwalimu wetu, ni makubwa, ni mazito, na kila mmoja ni wajibu kwake. Kama alivyosema kuwa mwanadamu anapofanya ibada pasina elimu nayo haina faida yoyote. Unafanya ibada wewe huna elimu nayo, ni sawa na punda aliyepachikwa mzigo wa vitabu na vitabu vile akavidondosha kwenye maji machafu, havina faida.
Kwa hiyo wazee wangu, lazima tushikamane juu ya watoto wetu na sisi wenyewe kwa kutafuta elimu, ili tukafanya ibada zetu katika misingi ya kumtambua yule ambaye tunahitaji kumtambua. Na hii ndiyo nuru ya kwenda peponi, na huu ndio mwongozo wa kwenda katika maisha mazuri. Pasina elimu huwezi kujua kula, pasina elimu huwezi kuvaa, pasina elimu huwezi kufanya chochote. Unaweza ukafanya vitu vya ajabu, jamii ikakushangaa, kwa sababu huna taaluma, kwa sababu huna elimu. Elimu isipokuwepo, hekima inakosekana, busara inakosekana, hata upungufu wa maarifa. Kwa sababu nini? Elimu haipo. Lakini unapokuwa na elimu na ukaitambua elimu yako kwa kuifanyia kazi, itakuheshimisha katika maisha, hata kama huna chochote, maskini, lakini elimu yako itakufanya uheshimiwe. Elimu yako itakufanya ikupandishe daraja, itakuwa wigo kwa watu wengine. Kwa sababu nini? Umebeba hazina katika hazina za njia, umebeba hazina katika hazina za mwelekeo ya maisha baadaye. Yeye Allah ndio aliyosema allama alquran khalaqa alinsan, nimeifunza Qur'ani na kukakuumba nikawaumbeni. Yeye Allah ndio aliyotupa hichi tunachokiona leo, kinakwenda huku na huku, tunakilegezea hakina umuhimu. Yeye Allah ndio kaiumba, yeye Allah ndio katupatia, na wala sisi hatuna elimu yoyote ile isipokuwa yeye Allah alitufundisha kwenye maisha yetu sisi. Hii alotufundisha Allah ndio tunapaswa sisi kuifanyia kazi. Vipi tutaifanyia kazi? Angali hatunayo, angali hatuitambui. Kwanza lazima tuitafute, ndipo tuifanyie kazi, ili uelewe watoto wawe katika misingi ya tarbia, wawe katika misingi mizuri. Hata atakapoolewa mtoto yule awe na misingi mizuri. Lazima kwanza uweze kuwa na ufahamu na ile. Na ndio maana leo tunaona mtihani uliokuwa mkubwa, mtoto anaolewa leo, kesho anaachwa. Nini? Elimu, si chengine chochote. Wazee wangu, kungwe unaona, huyo ndio kungwe, atamfundisha taaluma, anaweza akamfundisha, lakini taaluma yenyewe yeye mwenyewe anayemfundisha taaluma, kungwe anayesomesha ni mjane. Kungwe mjane inampeleka mtoto kaolewa kwa mume, hasa inamfundisha dini, yeye mwenyewe kashindwa. Kwa sababu nini? Hana taaluma, hana elimu. Anayeozesha wenyewe ambao ukifika msomesha huyo, wakati yeye mwenyewe hana chochote alichokuwa nacho. Kinaitwa basi ndio kilba, hakijui kilimo cha msikiti. Sasa inamsomesha nini? Kipi anakwenda kumfundisha huyo mtoto? Jambo gani anakwenda kumwelekeza yule mtoto? Mwisho wa siku inakuwa ni mtihani. Si riski, lakini pia kuna vitu vimekosekana. Kuna vitu havipo. Mwenye kuoa hasiye, mwenye kuolewa siye, ukijumlisha 0.00. Hebu wazee wangu, kabla ya watoto wetu kuwaingiza katika suala la ndoa, hebu tuwahimize kwanza waweze kutafuta elimu, wajue kile wanachokifanya ni kitu gani, anakwenda kufanya nini kule anakokwenda. Watoto wengi sana leo ukiwaambia kaa soma hivi, si nitafundishwa zile siku 7 na kungwe. Cha ajabu kungwe wenyewe hana taaluma yote. Si watukani makungwe. Cha ajabu kungwe wenyewe hana taaluma yoyote. Wako makungwe alhamdulillah, wana elimu zao, wanajua wanachokifanya. Lakini wako makungwe wanachoona ni kumwambia yule mtoto, ukifika mume mwekee senti kubwa
Ndio taaluma hiyo leo. Mweke senti kubwa fanya. Sasa kuna vitu ambavyo vitazungumzwa naturally baina ya mke na mume. Vile sasa ndio experiment kwa yule mwanamke awe na hekima navyo. Vile ndio kumsomesha akifika ajue anafanya nini. Asije akaona ni mambo ya actors, ajue kama ni sunna za Mtume. Yako mangapi ambayo ni sunna ya Mtume hayasemwi, hayafanywi. Mimi nimeambiwa nyumbani na aliyenisomesha, wewe ukifika mwekee senti kubwa, mfunikie kawa limeandikwa karibu I love nakupenda. Je, haya huku ndani akifika mimi nimpokee vipi? Kumbe kuna sunna kubwa huyo ya kumpokea. Mwangalie Mama Aisha. Anaingia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kufika Rasulullah anamhagi salamu qawla min Rabbir Rahim. Baada ya kumhagi, Mama Aisha akamchumwa Rasulullah mabusu matatu. Wanavioni watuambia busu moja la utosini, moja la kwenye chavu, moja la mdomo. Kila busu lina maana yake, tena kwa mahaba na mapenzi. Karibu mume wangu. Pole na machofu. Mimi we sifarijiki katika moyo wangu kama sijakuona wewe. Wewe ni kipande cha ini langu. Ni furaha kwangu. Kipenzi changu. Kadha wa kadhalika. Kumbe yale ni sunna. Niko darasani kidogo na kupigia sasa. Kwa hiyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuonesha taaluma ya mapenzi au mapenzi yanavyostahiki. Siku moja alirudi nyumbani kwake, akamkutia Bibi Aisha akatulizana kwenye ukumbi, kakaa. Hali ya kuwa ukaaji wa Mama Aisha ni mwenye kuwaza kitu, mwenye kuwaza jambo. Unajua saa nyingine mwanamume anaweza akarudi nyumbani akakuuliza, mke wangu leo na nini? Ona uko hivyo. Saa nyingine likakutoka tu, njoo nitie rangi. Njoo nitie rangi. Mbona sura umeikunja? Nitaka kuitia kwenye begi. Unataka kuitia kwenye begi. Yaweza akakutoka tu kwa vile hasira, umekasirika, kuna kitu kakukwaza. Lakini kutokana na ile hasira yako ukajikuta umezungumza tu. Sasa alirudi siku moja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake, akamkuta Mama Aisha katulizana, hali ya kuwa kama hafahamiki vizuri. Mama Aisha akamwambia, ya Rasulullah, kuulize swali. Ndio, naam, niulize. Ya Rasulullah, baina yetu sisi ni upi mke wako unampenda? Rasulullah akamwambia, Aisha, kipenzi changu Aisha, hujui kama wewe ndio nakupenda. Kambia, Rasulullah, unaweza ukazungumza kama mimi ndio unanipenda? Ambia, naam, naweza nikazungumza popote pale kama wewe nakupenda. Ya Rasulullah, unaweza ukazungumza mbele ya wake zangu kama mimi unanipenda? Ambia, naam, naweza Aisha kuzungumza mahala yote kama wewe nakupenda. Kambia, unaweza? Ambia, naam, naweza mahala yote kuzungumza kama wewe nakupenda. Mama Aisha akapata kitu. Unajua mwanamke akipata jambo saa nyingine anafurahi katika moyo wake. Nimeambiwa mimi ndo napendwa, pengine mko 4 3, alafu umeambiwa wewe ndo unapendwa sana. Unajisikiaje katika moyo wako? Unaona faraja. Kumbe mimi na Zainab, mimi na Zakia, mimi na Habsa, mimi ndo napendwa sana. Sasa akaambia, wewe ndo nakupenda sana kuliko wote. Kama Rasulullah, unaweza ukazungumza mbele yao kama mimi unanipenda sana? Ambia, naam, naweza. Naweza sana kuzungumza kama wewe nakupenda sana kuliko wao wote. Aisha akatoka
Akaenda zake mpaka kwa Hafsa. Kufika kwa Hafsa akamwambia, Hafsa, na kualika kesho tutakuwa na kikao, na kikao hichi tunataka tufahamu ni nani anayependwa sana baina yetu. Ndio anayependwa sana baina yetu, ndio na akenda kwa mke mwingine Zainab bin Jahsh, na moja katika vipenzi vya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Zainab bin Jahsh. Rasulullah wakati Zainab bin Jahsh hajaachana na Zaid bin Haritha, wamo katika ndoa bado hawajaachana, Mtume alishushiwa wahi na malaika Jibril akaambiwa, we Rasulullah, Zaid bin Haritha atamwacha mkewe na wewe tutakupa ruhusa uende ukamwoe mke wa Zaid bin Haritha. Mtihani wazee wangu unamfikia nani? Lakad kana Rasulullah uswatun hasana. Yeye ni kigezo chetu sisi kwa kila jambo, mwenye hikma, mwenye busara. Angalia mtihani unaomfika sasa. Hapa ndio tunapata picha, kumbe hii mitihani haikutuanzia sisi, kaanziwa nani? Imemwanzia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisi ni waendelevu wa mitihani ambayo tunayo. Wewe Zaid bin Haritha umetangaza ni mwanao, na Mtume alisimama kwenye Alqaba akasema, kutoka leo Zaid bin Haritha ni mwanangu. Historia ukisoma kwenye sharhi ya Jannatul Mar'a ndio unaiona kwa urefu. Mimi napita tu mapande kidogo. Na historia hii ina mafunzo makubwa kwa wanawake. Ina mambo makubwa kwa wanawake kwenye ndoa zao, vipi wawe. Ambiwa, wewe ulitangaza huyu ni mwanao, sisi huyu tutaleta au tutakuamrisha wewe ukamue mkewe baada ya kumwacha. Ambiwa, nani? Mjumbe wa Allah. Na baadaye ikaja idhni, Muhammad, tumekuozesha Zainab bin Jahsh. Zainab bin Jahsh Mtume kaozeshwa mbingu ya 7. Hapa Zaid bin Haritha akapichukua tu ile kauli ikaipeleka kwa Zainab, kumbe Allah kashafisha aya zake zamani. We Muhammad, tushakuozesha Zainab bin Jahsh. Na ndio maana katika sifa wake za Mtume walikuwa akikaa kikao kimoja, alafu akisifiana, kila mmoja akianza kusema, mimi nimefanya kitu fulani na Mtume. Wewe uliwahi kukaa na mwenzako labda mkasifiana yale mazuri mnayofanya kwa mume wenu? Si makosa kwenye Uislamu eh? Ukisoma Jannatul Mar'a utayaona walikaa wake 9 za Mtume, ikawa wanazungumza. Mama Aisha akasema, mimi ndio mwanamke ambaye nimempigisha mswaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wewe umempigisha mswaki mume lini? Akasema, leo mume wangu nataka nichukue mswaki huu niweke na dawa, halafu nikupigishe mswaki jino moja baada ya moja, tena kwa mahaba na mapenzi. Lini nifanye? Ni sunna ya Mtume. Mtume kapigishwa na Mama Aisha, tena Mama Aisha anasema kanipigisha akiwa kwenye mapaja yangu, akinikala mate au akala mate Mtume wa Allah mate yangu, kuonesha nini? Hubba, mapenzi. Lakini leo mtu alala kitanda kimoja na mume, wapeana kichogo, kinywa cha toa harufu mbaya, wewe ukulia, wewe ukichoto, mdomo watu wa harufu. Leo uliokuwa mtihani mkubwa zaidi, mwa mtu atoka enda zake kondeni shambani, analima mwenyewe, fanya kilimo chake, kafika mchana karudi shambani, karudi kulima mwenyewe, kavaa kijora chake au dira lake, kaingia jikoni katengeneza chakula cha mmeo. Usiku umeingia, bwana karudi kazini, karudi kwenye shughuli zake, katandika kitanda, bibi yule kajibaga kitandani vile vile, jasho, kuku, dora la nuka tafarani, kashina nalo shamba, kaja kamaliza nalo jikoni, amaliza nalo kitandani, hata maji tokea asubuhi hajajitia. Bwana ambaye bibi ndio kajimwagia ngalo maji wewe, kichefuchefu. Sasa hii ndio mitihani. Sisi hapa lakini wako sio lakini wako. Sisi tuyafanya mambo ukia katika ndoa, mashaallah. Allah tuzidishie. Lakini hapo, kwa hiyo Mama Aisha akaenda kwa Zainab bin Jahsh, ambia Zainab, kesho tutakuwa na kikao, na kikao hichi kitahusu kitu fulani.
Kwa wakati huu mjumbe wa Allah alikuwa na wake zake 9. Wote wakapata habari, kwa kesho tutakuwa na kikao muda fulani. Mjumbe wa Allah na yeye baada ya salatul isha akaonekana ametoka msikitini, na alikuwa si tabia yake. Akenda akachukua pete 9. Baada ya kuchukua pete 9, akenda zake moja kwa moja kwa mke wake Hafsa. Hafsa anagongewa mlango, nani? Ni mie mumeo. Kaingia ndani, ambia Rasulullah, unaona leo sio zamu yangu na umekuja kwangu? Ambia nimekuja kwa mambo mawili. Hafsa, wewe ni kipenzi cha moyo wangu, nakupenda sana Hafsa. Wewe ni furaha yangu, na kukuonesha Hafsa kama nakupenda sana, nimekuja na zawadi ya pete, na pete hii sijampa yoyote, ni siri yako, wala usimwambie yoyote kama nimekupa pete, wala usimwambie yoyote kama nimekupa nini? Pete, ni siri yako. Akaenda kwa mke wake mwingine, kila anayekwenda amwambia nimekuletea pete, na pete hii ni siri yako, usimwambie yoyote kama nimekupa pete, na jambo la mwanzo nakupenda sana kuliko wake zangu wote. Kikao kimewekwa, wapo wake za Mtume. Mtume anaulizwa, ya Rasulullah, umetutia? Ambia nimeita. Mama Aisha akasema, je, tunafahamu kikao hichi cha nini? Hatujui. Sema kikao hichi tunataka tufahamu ni yupi mke anayependwa sana na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kauliza, ya Rasulullah, unaweza ukamjibu? Sema naam, naweza. Akasimama Ummu Salama akasema, ya Rasulullah, mimi bahati ya kupendwa sana kuliko wote nimeikosa. Sasa wengine unajijua kama mko wawili watatu unaweza kusema mimi hapa naona hayapo tu. Twenda tu mambo yende, umri wewe Allah achukue amana yake. Yajulikana. Rasulullah akamuuliza Ummu Salama, kwa nini hivyo unasema? Ya Rasulullah, sura yangu ishashinya, haipendezi sana. Moja katika vutio la mwanamume wa mwepesi wa kutoa kitu, wa mwepesi wa kutoa jambo, ni vutio la mwanamke. Sasa kuna wanawake wanajua kuomba, kuna wanawake hawajui kuomba. Abu Dharr anasema, ukimuona mke wangu anakuja aliyakuwa macho anayarembweza, kidomo anakizungurusha, maneno anayoyatoa anayakatakata, jua anakuja kudaiwa kitu chochote kile, lakini nakuja kudaiwa kitu. Yaani kuna watu wakiomba maskini sivyo anavyoomba, aomba kwa makelele, bado kika kwa tafarani. Kumbe ilikuwa kuna maneno madogo mno ya kutumia, sura yake, mdomo wake, kauli yake, kwa mahaba na mapenzi akapewa kijora, akapewa kidira. Sasa Musa anasema, yes, mimi najua bahati hiyo nimeikosa, sinayo fursa hiyo, lakini nakuomba ya Rasul usiniache. Lakini vile vile tufahamu na wazee wangu, sura au uzuri wa mwanamke ndio uliomuokoa Musa alayhi salam. Mungalie Firauna laanatullah, kashakichukua kimusa na ukiwa hakina makosa, hakina kosa lolote, hana kosa lolote Musa alayhi salam. Kaja mama Asia anarembweza macho yake, sura yake yenye tabasamu. Vile kutabasamu kwa mumeo kushachukua pointi 3. Ile kucheka tu, nakwambia kidomo kimechekiwa fulani hivi amazing, wewe lazima bwana aseme leo mambo mazuri. Lakini siku zote akiingia umeivimba sura, unataka kuita kwa begi, yatakuwa mambo bila kumchekea tu. Sasa mama Asia anakwenda kwa Firauna laanatullah, anataka kumuua Musa, lakini ule wendaji wake Firauna alipoambiwa tu, mume wangu mimi na wewe hatujapata mtoto, unaonaje mtoto huyu tukamchukua kama ni mtoto wetu tukamlea? Pale pale Firauna laanatullah kalegea. Nini kazi ya mwanamke? Mwanamke ana kazi kubwa, akijua kuitumia. Kijora akikitaka ndani ya nyumba kitaletwa zaidi ya kijora. Lakini saa nyingine mtihani wa ajabu, kuna wanawake wanaomba ume zao vitu wasivyokuwa na uwezo nao. Wanaomba kitu ya mwenyewe kukisikia hata ukitaja hajui, akisikia tu kwenye midomo ya watu wengine. Ambao hapo ukitaka usitaki utani. Maskini ya Mungu. Malaika mtu anamlaani, mtu alizainiwa analaaniwa na malaika.
Wewe kumuomba jambo bado mume hana uwezo nalo. Rasulullah akamwambia tuambie sasa huyo mkeo unayempenda sana, kisa nimekirukisha kutokana na awali ya muda Ambia tuambie huyo mkeo unayempenda sana kuliko wote. Ambia mke wangu ninayempenda sana ni yule ambaye jana usiku nilimpa zawadi ya pete. Yule jana usiku nilioletea zawadi ya pete, yule ndio ninayempenda sana kuliko wote. Kila mmoja anasema kwenye moyo wake, ina maana mimi napendwa sana na mtume wa Mwenyezi Mungu Mimi mjumbe wa Allah ndo ananipenda sana kuliko Hafsa Mimi ndo ananipenda sana kuliko Zainab Mimi ndo ananipenda sana kuliko Aisha Mimi ndo ananipenda sana kuliko Bi Sofia Kwa nini? Kapewa pete wala hajui kama mwenzake kapewa au hajapewa. Huu ni uadilifu katika ndoa. Lakini yote haya hutokana nini? Taaluma, elimu. Yule mwanamume kasoma, kaingia katika lile jambo, analifahamu, analijua. Ndipo anakwenda kufanya uadilifu kwa sababu ana taaluma nacho kile kitu, anakifahamu kile kitu. Lakini pasina kuwa na elimu na lile jambo, utaoa ukioa siku zote. Saa nyingine unasema mwanamke umemwacha, kumbe wala hujamwacha. Saa nyingine utakana mwanamke kumbe kushamwacha, ikiwa ni mitihani tu Allah tusalim salama. Kwa hiyo wazee wangu, vijana wetu wanataka kuingia katika nusra. Jambo la mwanzo kama Sheikh alivyosema, tujitahidini kwanza kuwa nasihi katika jambo zima la kutafuta taaluma. Ili gurudumu ile la kuachika limalize. Lakini la mwisho wazee wangu, pia tujitahidini katika zile ndoa zetu tunapofanya, zile harusi zetu, zile shughuli zetu zifanyike katika misingi mizuri ya kidini. Tufanye katika misingi mizuri ya kidini. Leo ndoa nyingi tunafanya katika misingi ya kidini. Tunasema ni Waislamu, lakini mbona tunayofanya ni mambo ya kijahili? Mtoto mwari atavaa kijora cha shilingi 7,000, vilivyomo vyote ndani vitaonekana. Mama ashuhudia yule, "Mwache mwanangu, harusi ya mwanangu anacheza leo. Harusi ya mwanangu, malaika Jibril Israeli akija hapo harusi ya mwanangu ataicheza." Sasa hebu tujaribuni vitu vingine wazee wangu, umeepuka shetani. Harusi leo kama haijawa na nanda yetu si harusi. Harusi leo kama haijawa ngoma mbombo si harusi. Harusi kama leo haijawa na sijui nini ile si harusi. Lazima ndani watu hapa tushakodi radio, nakwambia ile radio tunataka tunipige mchana kutwa. Nataka wale waseme hapo zitapigwa hati zetu kasida za mafumbo. Bibi wewe mwanangu ulisema haolewi, ile mbona kaolewa hivi na hivi? Mitihani mitupu. Sasa kuna ladha gani? Kuna haja gani? Kwa hiyo wazee wangu, tujitahidini sana tunapofanya shughuli zetu, tufanye katika misingi ambayo ni mizuri. Sayyid ibn Mughira kamuozesha mtoto wake wala hata piko hana, ile wanja. Niseme kama wasitiwe piko lakini kuonesha misingi watu walioifuata. Sayyid ibn Mughira tabi'in kamuozesha mwanawe Abu Khudhafa. Wallahi wazee wangu, piko hana, ile wanja hana. Amchukua mwanawe mkononi ampeleke kwa Abu Khudhafa. Anapitishwa, watu wote hawaamini kama yule ni biharuthi. Nini? Anahitaji radhi za Mola wake. Saa nyingine unafanya harusi lakini unapata mazambi matupu tokea mwanzo wa harusi mpaka harusi amaliza. Zambi za watu wote walokuja pale kuzibeba wewe, kuwachukulisha wewe. Wasema watu wa sadaka wali, watu wapata za baada ya sadaka sasa ni kula zambi. Na ndio maana Sheikh akasema kila kitu hata kutoa hiyo sadaka inataka taaluma. Kwa hiyo wazee wangu, tujitahidini na Allah atusaidie katika jambo hili. Allah tujalie minal ladhina yastami'una alqawla wattabi'una ahsana. Atujalie kuweza kutufungulia vichwa vyetu na kutuzidishia elimu na fahamu, kutuimarishia majumba yetu, kuyafanya majumba yakawa mazuri hapa duniani na kesho akhera, kuzilinda ndoa zetu, lakini vile vile kutufahamisha katika maisha yetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Rabbana hatina